Hofu ya ghasia na kumbukumbu za vurugu za uchaguzi wa Oktoba mwaka jana zimepunguza mwitikio wa maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 7 nchini Tanzania. Polisi wa kutuliza ghasia wameimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, huku serikali ya Tanzania ikionya dhidi ya maandamano yasiyoidhinishwa kwa mujibu wa sheria. Makundi ya haki za binadamu na vyama vya upinzani yanasema maelfu ya watu waliuawa katika machafuko ya uchaguzi uliopita, huku serikali ikitangaza idadi ya vifo kuwa 518. Hata hivyo, hii leo tunazo taarifa nyingine mpya kutoka kwa baadhi ya maafisa wa serikali kutoka ndani ya jeshi la polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, akizungumza na wafanyabiashara na wananchi wa mji mdogo wa Katoro wilayani Geita, amesema kwamba nimeapa kufa ili kulinda amani, atakayejaribu kuivuruga ananichokoza. Alizungumza hivyo RPC wa Geita akizungumza na wafanyabiashara na wananchi wa mji mdogo wa Katoro wilaya ya Geita na kuwataka kuendelea kulinda amani, utulivu na usalama, huku wakiepuka vishawishi vya makundi ya kihalifu vinavyolenga kuvuruga amani na utulivu wa eneo hilo. Atakayejaribu kuharibu amani hii, ujue anachokoza. Mimi nimeapa kufa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi kuishi kwa amani. Sina mchezo wa mtu anayetaka kutuharibia amani. Sina mchezo. Mimi nimeapa kufa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi kuishi kwa amani. Akizungumza katika shughuli maalum ya kijamii iliyofanyika katika mji mdogo wa Katoro, Jongo amekemea vikali vitendo vya kihalifu vinavyoweza kuhatarisha amani, utulivu na usalama, huku akiweka mkazo dhidi ya wananchi kutokubaliana wala kushirikiana na wahalifu kwa namna yoyote. Aidha, ametoa onyo kali kwa watu wote wenye nia ya kuharibu amani na utulivu katika mkoa wa Geita, akiweka mkazo kuwa jeshi la polisi halitavumilia vitendo vya uhalifu na litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa wananchi pamoja na mali zao. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, DCP David Msime, Julai 5, 2026 alitoa taarifa kuhusiana na hali ya usalama nchini Tanzania, akiangazia kile kinachoitwa maandamano ya Sabasaba. David Msime alisema kwamba ni 2026 jeshi la polisi Tanzania lilitoa taarifa kwa wananchi juu ya hali ya usalama nchini. Leo Julai 5, 2026 ningependa kuendelea kutoa taarifa kwenu ya hali ya usalama nchini kuwa ni shwari. Ushwari huo umetokana na ushirikiano uliopo kati ya wananchi, wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Ilikuwa ni taarifa ya msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, DCP David Msime, aliyotoa Julai 5, 2026. Tukiangazia hali ya kisiasa nchini Tanzania, kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, hali ya kisiasa nchini Tanzania imeendelea kuwa ya mvutano kutokana na maandamano yaliyokuwa yakipangwa kufanyika tarehe 7 Julai, Sabasaba. Sababu kuu zinazotajwa na waandamanaji na wanayounga mkono maandamano hayo ni pamoja kutaka uwajibikaji kuhusu matukio ya vurugu yaliyofuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025,
kutaka kuachiliwa kwa Tundu Lissu na wafungwa wengine wa kisiasa, kudai mageuzi ya kisiasa ikiwemo kuboresha mfumo wa uchaguzi na utawala. Baadhi ya washiriki pia wameeleza wasiwasi kuhusu gharama za maisha, ajira kwa vijana, rushwa pamoja na masuala ya kiutawala. Serikali ya Tanzania imesema inaunga mkono amani na utulivu, lakini imeonya kuwa haitaruhusu maandamano yatakayohusisha vurugu au uharibifu wa mali. Jeshi la polisi limedai kuwa limepata taarifa za kiintelijensia zinazoashiria kwamba baadhi ya watu walikuwa wakipanga kufanya vitendo vya uhalifu kama kufunga barabara, kuharibu mali na kuwashambulia askari. Serikali imesema itachukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayevunja sheria. Kwa nini tarehe 7 Julai 77? Waandamanaji walichagua tarehe hiyo kwa sababu ina umuhimu wa kihistoria nchini Tanzania. Siku ya 77 huadhimishwa kuanzishwa kwa TANU mwaka 1954, chama kilichoongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Kwa waandamanaji, tarehe hiyo ina ishara ya kudai mabadiliko pamoja na uwajibikaji. Baadhi ya mashirika ya haki za binadamu na viongozi wa kimataifa wameendelea kufuatilia hali ya kisiasa nchini Tanzania na wametoa wito kuheshimiwa kwa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na mikusanyiko ya amani. Na wakati huo serikali ya Tanzania imeendelea kuweka mkazo kwa hatua zake zinalenga kulinda usalama wa taifa na utulivu wa nchi. Baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025, Tanzania iliingia katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kisiasa kuliko ilivyowahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Maandamano yalitokea katika maeneo mbalimbali, hasa baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Baadhi ya mambo makuu yaliyochangia maandamano yaliyotajwa ni pamoja na wapinzani walidai kulikuwa na dosari na ukosefu wa wazi katika mchakato wa uchaguzi. Viongozi wakuu wa upinzani akiwemo Tundu Lissu kutoshiriki uchaguzi kutokana na kesi na maamuzi mengine ya kisheria kulizua malalamiko kutoka kwa wafuasi wao. Baadhi ya wananchi walidai kulikuwa na mazingira yasiyokuwa sawa ya kisiasa katika mchakato wa uchaguzi. Katika siku zilizofuata wakati wa uchaguzi, maandamano yaliripotiwa katika miji kadhaa kama Dar es Salaam. Polisi walitumia mabomu ya machozi na hatua nyingine za kudhibiti umati, huku serikali ikiweka amri ya kutotoka nje usiku katika baadhi ya maeneo na kuwepo kwa vikwazo vya muda vya huduma za internet. Kuhusu vifo na majeruhi, kumekuwa na takwimu zinazotofautiana sana, huku serikali, vyama vya upinzani na mashirika ya haki za binadamu wametoa makadirio tofauti na idadi kamili haijathibitishwa kwa makubaliano ya pande zote. Mashirika kama Human Rights Watch pamoja na Amnesty International yametaka serikali kufanya uchunguzi huru na kuwawajibisha watakaobainika kufanya ukiukwaji wa haki za binadamu. Tangu wakati huo, hali ya kisiasa imeendelea kuwa na mvutano na kuzorota. Kumekuwa na wito wa maandamano mengine ikiwemo yale yaliyopangwa kuelekea siku ya 7/7 2026, huku serikali ikiweka mkazo kuwa haitaruhusu maandamano yatakayohatarisha usalama wa amani ya nchi. Wafuasi wa upinzani kwa upande wao wameendelea kudai mageuzi ya kisiasa, uchaguzi huru na wa haki pamoja na kuachiliwa kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaoshikiliwa.